kwamba tafadhali kupiga zile picha hizi za utupu hizi picha hizi. Sasa naambiwa jeshi la polisi limewataka wasichana kuepuka kupiga picha za utupu na kuzihifadhi kwenye simu za mkononi ili kuepuka madhira ya kudhalilishaji au ya udhalilishaji unaweza kutokea endapo picha zako hizo zitasambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Sasa limesema hata kama mmiliki wa simu hajasambaza picha hizo binafsi, iwapo simu yako itapotea, kuharibika au kuchukuliwa na mtu mwingine, anaweza kutumia nafasi hiyo kukukomoa kwa kuzisambaza. Sasa tahadhari hiyo imetolewa Jumapili Septemba 28 mwaka 2025 wakati wa mahafali ya kidato cha 4 katika moja kati ya shule hapo Tanga. Sasa swala sio tu kupiga, unajua kuna mtu anakuambia piga alafu sinatunza. Mimi napiga tu kwa ajili yangu. Unapiga zinakuepo, na labda tuelimishane. Hata ukifuta kuna sehemu inaitwa trash, watu hawafutagi kule hapo. Kwanza kwa nini ujipige picha ukiwa uchi? Kwa nini tuanzie hapo? Kwanza inakuwaje ujipige picha za uchi? Yaani wewe ukiwa uchi unapata wapi ujasiri wa kujipiga picha? Eti mtazamaji upo uchi. Hizo ni sehemu zako za siri, zishaitwa sehemu za siri. Unatoa wapi ujasiri wa kujipiga picha? Mimi nafikiri ifikie wakati kwamba unajua baadhi ya jamii haijatambua kwamba mitandao ya kijamii ni fursa. Yaani nafikiri elimu kubwa inahitajika kutolewa kwa jamii, hususan hawa vijana Gen Z wa sasa hivi ambao baadhi yao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya. Katika hali ya kawaida mtu ukiwa na akili zako timamu huwezi kupiga picha za utupu za kwako ukaziposti, ama hata usiziposti ukazihifadhi kwenye simu yako. Yaani lengo ni nini la kupiga picha za utupu katika simu? Unajiangalia nini? Si unaoga? Si kila siku unajiona? Si nyumbani kuna kioo? Hakuna kioo. Yaani unatangaza biashara gani? Kwa faida ya nani? Nafikiri ifikie wakati hii mitandao ya kijamii tuitumie kwa faida na tusiitumie kwa hasara, na wala tusiitumie ikaleta maumivu kwa watu wengine. Kuna baadhi ya watu wanatumia vibaya mitandao ya kijamii na hizi simu zao. Mtu anaweza akampiga mtu picha bila ridhaa yake. Kwanza hili ni kosa. Unanipiga mimi picha bila ridhaa yangu, haijalishi nimekaa vizuri, nimekaa vibaya, nimependeza, nimechukiza, lakini unakwenda kuniposti. Umepata wapi hiyo ridhaa? Haya ni matumizi mabaya ya mitandao. Lakini swala la kuchukua picha za utupu na kuanza kusiposti, yani umekosa wewe cha kuposti. Mbona kuna vitu vingi vya kuposti? Wewe ni mjasiriamali, unauza uvuli. Labda watuambie. Sio, umeelewa? Na namba kubwa inaonekana kwa mujibu wa tafiti ni wasichana ndio wanatabia. Ndio maana nikakwambia, ndio narudi hapo. Wewe ni mjasiriamali. Wewe ni dada msusi. Wewe ni dada unauza bajia. Wewe ni dada unafanya biashara ndogo ndogo, unauza urembo, unauza viatu. Kwa nini usiposti biashara yako katika mtandao na ukatangaza soko kupitia mitandao ya kijamii? Kwa nini ukaposti picha za utupu? Yaani maana yake ni nini? Mwanamke ni stara. Si unanielewa? Yaani thamani ya mwanamke ni stara ya mwili wako na vitu vilivyo ndani ya mwili wako. Sasa haipendezi mtoto wa kike Mwenyezi Mungu ambaye amekubariki, wazazi wamekuzaa na Mwenyezi Mungu akakuumba, ukachukua viungo vya mwili wako ama utupu wa mwili wako ukaenda ukauanika katika mitandao ya kijamii. Hayo ni matumizi mabaya ya simu na mitandao ya kijamii. Mimi nafikiri ifikie wakati elimu itolewe kwa jamii, hususan ya dada zetu, vijana wenzetu au majenzi wa sasa hivi ambao wanaona labda kutuma picha za utupu ama picha ambazo hazileti taswira nzuri ndio kujulikana. Kutafuta kiki sio sawa. Na labda tusaidiane, zile kamera nzuri za kwenye simu janja hazipo kwa ajili ya kupiga utupu wako, si ndio? Kwa sababu kwa mujibu wa jeshi la polisi ni vibaya hata kupiga tu ukakaa nazo. Ndio tunaulizana, hivi wewe kweli kabisa kwa kuangalia umeona ni bora ujipige picha ukiwa uchi alafu uzitunze tu kwenye simu yako kwa faida ya nani? Ili weje, kwa sababu kwa mfano simu ikiharibika mjomba, si unaweza kaweka ukapeleka kwa fundi. Haya, fundi kamaliza kukarabati, umemwachia na password pale, umemwambia bwana, anakwambia ili sasa labda imeharibika kioo, si ndio? Ili nipime kioo kama kinafanya kazi, lazima ni touch pale, niguse, si ndio mjomba? Kwa hivyo bwana, acha password, umeacha password pale kwa fundi, kamaliza kuweka kioo kipya, kwenye kugusa kwenye kuangalia kioo kama kinafanya kazi, anakutana na picha zako za utupu. Kawasha kama ni senda, kama ni bluetooth, kajihamishia. Si ndio? Unaingia simu yako, anakupa, unaondoka. Kesho kutu anakupigia, anakuambia bwana, mimi na picha zako nahitaji 500,000, nahitaji milioni. Unaanza kusumbua wazazi, unaanza kupata mawazo, unaenda huko kule. Hujafanya hivyo, yule kaposti. Unaona changamoto ilivyo. Na tusaidiane pia. Anayeposti yeye anakosa. Lakini hata unaye download
na kushare kwa mwingine unakosa vile vile kisheria. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana kama ni binti, tena binti wa Kitanzania. Ni aibu kweli. Yaani bonge la aibu, yani wewe ni binti alafu binti wa Kitanzania unajipiga picha za utupu kwa faida ya nani? Tutapata break. Tukirejea hapa msikilizaji, tutazidi kusoma ujumbe wako. Weka ujumbe wako kupitia 0779 72 95 93. Weka comment yako pia hapo kwenye unapata wapi huo ujasiri wa kujipiga picha za utupu. Tufanye nini sasa? Na wazazi pia tusaidiane, mje mtuambie, maana hao watoto wanapiga picha tena wakati mwingine wakiwa nyumbani, sio huko mtaani. Wakiwa nyumbani anapiga picha vizuri, anakuwa nayo. Hivi kama ni mzazi Ankobike, wewe si mzazi pia? Nakusikia mimi. Yani kama ni mzazi pia umekaa unaperuzi tu mitandao ya kijamii mara unakutana na picha ya binti yako. Na nafikiri kabla ya kuanza kuwalaumu hawa watoto, unajua mtoto anajifunza. Ndio. Inawezekana anamuona mzazi, baba au mama anajipiga picha. Sio ya utupu. Inawezekana tu umekaa unajipiga picha selfie. Kwa anaona ni kitu cha kawaida tu kwamba kujipiga picha na anaweza kujipiga picha wakati wote, sehemu yote. Kwa hiyo lazima ifikie wakati sisi wenyewe kwanza, yani maadili yanaanza na mzazi na mlezi nyumbani. Manake hiyo kupiga picha na kutuma kwenye mitandao ya kijamii ni kukosa maadili. Sasa unakosaje maadili? Manake mtoto anajifunza. Mtu hafanyi tu kitu kwa kurupuka. Aidha ameona mzazi ama mlezi anafanya, kaka ama dada anafanya, kwa naona kumbe hili ni jambo la kawaida tu kwamba ndio usasa. Sasa huu usasa usitupelekee kwenda kuvunja maadili na kutumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kuposti vitu mbalimbali ambavyo havileti taswira nzuri.